Kanisa la Yesu Kristo, ningependa niwasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kusimama mbele yenu na mbele ya Mungu niweze kuleta neno lile ambalo ameweza kuweka ndani ya moyo wangu. It's better this way. Hata kama tuko wachache vile, sio vile tulivyokuwa hapo mwanzo. But between March, end of March, all the way mpaka juzi tumekuwa tukikuja hapa na Reverend Jesse na tunahubiri tu hapa, tunasiu watu wako hapa, and we thank God now we can share when we look at our audience. It was a very difficult thing to do, but God gave us the grace to do it for His honor and for His glory. Kwa sababu muda hauturuhusu tuseme mambo mengi, nitaenda katika neno la Mungu na nitasoma tena kitabu cha waraka wa Paulo kwa Wafilipi mlango wa kwanza, na nitasoma kuanzia mstari wa 27 hadi 30. Philippians chapter 1, 27 to 30.
lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo, niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. Wala hamwaogopi adui zenu katika neno lolote, kwao hao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu. Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kuamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake, mkiwa na mashindano yale mlioyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Hilo ni neno la Mungu. Tarehe 19, Jumapili ya kwanza kufunguliwa kwa makanisa, niliweza kunena neno hili ambalo ninaenda kutamatisha ama kuikamilisha leo. Na tukawa tunajibu swali lililokuwa gumu sana, ya kwamba mbona Mungu mwenye hekima yote na Mungu mwenye upendo wote anaruhusu watoto wake kuteseka. Tukawa tumesoma Yakobo 1 mstari wa kwanza hadi 4. Na tukaona kweli ya kwamba Mungu wetu ni baba yetu na sisi ni watoto wake. Na ikawa ni swali ngumu sana kujibu, kwa sababu inawezekanaje Mungu ambaye hako na hekima yote na anapenda watoto wake anawaruhusu? Na mkumbuke natumia neno kuwaruhusu, kwa maana yeye haleti shida. Yakobo 1:13 ukisoma kwenda mbele inasema Mungu hawezi kumjaribu mtu, lakini anayaruhusu mambo haya, ambayo inamaanisha kwamba majaribu yaweza kutoka kwa sisi wenyewe kujitafutia, na pia majaribu yanaweza toka kwa shetani, lakini Mungu anayaruhusu. Na ndio sababu anasema katika Wakorintho ya kwamba hawezi akayaruhusu majaribu yaje kwenu yanayozidi nguvu yenu. Na anasema kwamba katika majaribu yote yeye atatupatia nguvu ya njia ya kuepuka. Na tukawa tunasema kwamba kweli it's a fact ya kwamba Wakristo, licha ya kwamba haya mambo yamekuja juu ya ulimwengu mzima na mataifa yote, lakini nataka niseme kwamba nasi kama Wakristo tumejumuisha pamoja na hawa, tukawa tunapitia mambo ambayo hatukuweza kufikiria ya kwamba tutaweza kupitia. Nikaweza kuyataja na tukaweza kuona swali hilo tukisema, why does a wise and loving God allow his children to suffer? And I mentioned 3 reasons why God allows his children to suffer. And the first one, I say we suffer so that we can produce fruit. Sema tunateseka ili tuweze kuzaa matunda. Na tukaona vile ambavyo katika kuteseka na katika kuvumilia ndani ya mateso inayotuwezesha sisi kutoa matunda yaliyo mazuri ambayo yanampendeza Mungu. Ya pili tukasema kwamba tunateseka ili tuweze kukomaa katika imani yetu, so that we mature in our faith. Na ya tatu tukasema kwamba tunateseka ili tuweze kunyamazisha ibilisi, so that we can silence the devil. Na tukaona jinsi ambavyo mtumishi wa Mungu Ayubu alivyoteseka, mateso ambayo wakati mwingine tunapojaribu kulinganisha mateso yake Ayubu na yale mateso ambayo sisi tunapitia, tuweza kusema kwamba huenda hakuna mmoja wetu ameweza kupitia mateso kama vile Ayubu alivyopitia. Lakini kwa neema ya Mungu ambayo Ayubu alipewa, aliweza kutoka akiwa mwenye nguvu. Bwana sifiwe. Alitoka akiwa mshindi. Alitoka akiwa na vyote. In fact, when you read the life of Job, you realize that he ended up receiving double
double. He lived even longer life that he may not have lived if he would not go through the testings of his faith. And finally, alipokuwa akimaliza, Job gave a powerful testimony that I have been hearing about you. Huwa nakusikia, lakini sasa nimekuona kwa macho yangu. Na nimethibitisha ya kwamba kweli hakuna mtu anayeweza kubadilisha mipango zako. And that was our end. Nataka niongeze sababu nyingine 4. Mbona Mungu huruhusu mateso juu ya watoto wake? Jambo la 4 ni kwamba tunateseka ili tumpe Mungu utukufu. We suffer so that we can give God the glory. Many times, wakati mwingi nimekuwa nikisema kwamba katika Biblia imetupatia mambo mengi ya kutujenga. Na wale waliotutangulia katika imani, hakuna hata mmoja ambaye aliwahi sema ya kwamba kumjua Mungu na kutambua Mungu kuna utamu tele. It's a gospel that has been preached to us in other places. But that is not the gospel. In fact, hata mahali tulisoma, Paul is very confident. Na anasema katika mstari wa 29 kwa Wafilipi 1, nasema maana mmepewa kwa ajili ya Kristo si kumwamini tu. Sio kwa kumwamini tu, bali anasema ila na kuteswa kwa ajili yake. So inamaanisha ya kwamba kumbe mateso yanaambatana na imani yetu. Na ni kwa sababu mwenye alibuni imani yetu aliibuni kwa mateso. I don't know whether you really understand that. The one who established our faith established it by suffering. And that is Christ. And that's why we are not only called to believe in him, but also to suffer for his sake. And that's why he's an example. He says in verse 30, mahali pale tulisoma, nasema kwamba mkiwa na mashindano yale mlio yaona kwangu na kusikia kwangu ninayo hata sasa. So Paul is saying, even now I'm going through this. But I'm saying we suffer so that we give God the glory. We give God the glory. Kuna mambo ambayo yaweza kufanyika katika maisha yetu ambayo tunaweza kuuliza maswali mengi. Lakini nataka tuone ya kwamba katika kitabu cha Yohana 9 mstari wa 3, John chapter 9 and verse, we'll read from verse 1 to 3, John 9, 1 to 3, tutaona kwamba kuna mambo ambayo yaweza kufanyika na tuone hata ni kwa nini mambo haya yafanyika. But I want to say they happen that the name of God may be honored and may be glorified. Ninasema katika Yohana 9 mstari wa 1 hadi 3, nasema hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabii, ambaye ni mwalimu, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu ama wazazi wake? Yaani kuna mambo ambayo tukiyaona tunaanza kuuliza ni nani ambaye alifanya makosa ndio haya mambo yakafanyika. Mawazo hayo yakawa pia kwa wanafunzi wa Yesu, na wakauliza Yesu, mwalimu, katikati ya huyu na wazazi wake nani aliyefanya makosa ili huyu mtu azaliwe akiwa kipofu? Yesu akajibu mstari wa 3, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. Kazi ya Mungu zidhihirishwe ndani yake. We never know what God wants us to learn. And we never know what God wants to yield out of our suffering at this moment. But I want to say this.
Here's some reason. And that is why kila Mkristo mahali popote tulipo, licha ya machungu tunayopitia kiuchumi, hali yetu kukaa nyumbani, and I've come to realize kumbe mara nyingi tunatamani kukaa nyumbani. Wale ambao wanaenda kazi, wale ambao wako shule, wale ambao wako nyumbani, wako kazi, tunatamani sana tupate leave tuende tukae nyumbani. Watoto wetu wanatamani wafunge shule waende wakae nyumbani, lakini this time round tumetamani tutoke nyumbani na tuende shule, tutoke nyumbani tuende kazi, because haikaliki tena. Mnakaa mnaangaliana tu, mama wako, mzee wako, watoto wako, mnaangaliana tu. Mnasema hata nikitoka naenda wapi? Labda pia tuko town, hakuna shamba kubwa ya kulima. Unasema sasa hii ni nini? Kuangaliana tu kwa mlango. It is something that is very difficult. But I want to say this, that God wants to yield to receive glory and honor even at this time. Ukiwa nyumbani, ukiwa mahali pale pa kazi, hali iko vile ilivyo, uchumi umeporomoka vile umeporomoka, lakini Bwana anatafuta utukufu from your life. Bwana asifiwe. Jambo la tano, tunateseka ili tuwe kama Kristo. We suffer so that we can be like Jesus. How can we be like Jesus? Tunaweza kuwaje kama Yesu? Na tunaposema kama Yesu alizaliwa, yeye akaishi kama wengine, akafanya kazi kama wengine, lakini maisha yake yakawa na mazuri na maisha yake pia yakawa na magumu. Kwa hivyo Paulo anasema nini kwa Wafilipi 3 mstari wa 10? Philippians chapter 3 and verse 10. Philippians 3:10, Paulo anasema hivi: ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake. Ushirika wa mateso yake. How can we know Christ if we have not become part of his suffering? Tunawezaje kumjua Yesu bila kushirikishwa katika mateso yake? Ndio sababu tunasema kwamba wakati Paulo anazungumza maneno haya, anazungumza kwamba mateso ni moja ya ishara ya udhibiti, ya ukweli ya wito wetu. Paul mentioned suffering as one of the proofs of genuine calling. That means if I'm genuinely called, if you are genuinely called to Christ, to the great salvation of Christ, then part of my life and part of your life must be suffering. And that was in the wisdom of God, that out of the suffering of Christ we should be saved, and out of our suffering we can be like him. In fact, Paul considers suffering to be a privilege. Suffering is a privilege. Who can understand that? That suffering is a privilege. That's why in Philippians 1:29 anasema nini? Maana mmepewa kwa ajili ya Kristo si kuwa muamini tu. So it's a privilege. So that when you are going through that trying time, when I'm going through the trying time, I should know that ninashirikishwa mimi pamoja na Kristo katika mateso yake, kwa sababu katika hiyo udhibiti na ukweli wa wito wangu kwake inathibitishwa. And this is, in fact, if you are a Christian ambaye maisha yako yamekuwa tu nywe, think twice. Why? Because suffering is part of a Christian journey. It is part of a Christian journey. And God allows it. And as I've seen, vile ambavyo tumeona sababu nyingi ambayo inafanya Mungu ayaruhusu, hata sasa ninaamini ya kwamba kuna vile ambavyo tunaweza kuwa tumekomaa zaidi ya jinsi tulivyokuwa, kwa sababu
katika hali yetu tumechukua muda ya kusonga karibu na Kristo, ya kusonga karibu na yeye katika neno lake, katika maombi na kutaka kumtumikia. Remember, even during the pandemic, even during the time when the church was not on, we served the Lord. You served the Lord. And if there was this one of the churches that we can testify that the church was alive during that period, it was this church. Because people were praying. People were doing Bible study. I remember one of the groups, Philadelphia, they were doing their Bible study every 8 in the evening. They were continuing, walikuwa wakiendelea. Na wengine wakawa wanaendelea kwa njia mbalimbali. Na katika hiyo hali, we become more like Christ. Sababu ya 6. Tunateseka ili tuadhibiwe. Ili tuadhibiwe katika makosa yetu. We suffer so that God can rebuke sin in us. Yeah. Unajua kunaweza kuwa kuna wakati katika maisha yetu ambayo mambo yakawa yanaenda vizuri, mambo yako sawa, hakuna jambo lolote ambalo linatutikiza. Na wakati kama huu ni rahisi sana mtu kuslip into sin. And therefore, God allows some tests. Mungu anaruhusu mateso yaje kwetu ili aadhibu dhambi katika maisha yetu. Na Mungu anaposema kwamba Mungu anatuadhibu kwa sababu anatupenda. Hata katika hali hii Mungu anatupenda. Waebrania 12 na mlango wake, mstari wake wa 5 na 6. Biblia inasema Mungu huadhibu watoto wake. Kwa hivyo inawezekana kwamba kuna vile Mungu ananiadhibu, ama kuna vile ambavyo Mungu anakuadhibu, ama kuna vile Mungu anaadhibu taifa letu, ama kuna vile ambavyo Mungu anaadhibu ulimwengu kwa sababu ya kupotoka na kuacha njia zake. So God disciplines. In fact, neno lile ambalo limetumika hapa sio punishes, but he disciplines. There's a difference between the punitive aspect. Biblia inasema 5, tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana, mwanangu, usiyadharau marudio ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Tunasema nini? A father who loves his child corrects the child. A father who loves his child trains the child. And even to the extreme, he disciplines the child. Ili huyu mtoto aweze kujifunza kuenenda katika njia iliyo safi. Na wakati huo, wakati ambao Mungu anaamua kuturudi, ameamua kutuleta katika maonyo, sio tamu. Even what we are going through is not very sweet. If it is God allowing it because he wants to prune us. Wakati unakuwa pruned, it is not sweet, it is not pleasant. When we are being pruned, when we are being corrected, when we are being disciplined by God, God disciplines us as a sign of his deep love. Anatupenda. Na mimi nina imani ya kwamba kutoka kwa yale ambayo tutapitia, my friends, we will get out very strong, and we will get out, in fact, even closer to God, even in our relationship with him. When God corrects us, see it as proof of his love. Uione kwamba anadhibitisha kwamba anakupenda.
anatupenda kama kanisa, anatupenda kama watoto wake. This is what God is demonstrating also to us. And He's demonstrating it not only to us. He's not only demonstrating it to the church, He's demonstrating it to the whole world. Even the great of the world, the great of the earth, He's telling them, you are nothing. So God allows such a time to come our way so that He can demonstrate, He can declare, He can bear testimony that you are nothing without me. This is what God is doing. Why? Who ever knew what was going to happen? Who even ever knew what is called corona? Even the way they crafted the name, who ever knew? In a blink of an eye, an invisible enemy appeared. And everybody was brought down. Including those who believed there is no God. They have been brought down to acknowledge that this earth and this world and these people and this wealth, kuna mwenye anamiliki. Where are the powerful? Where are the rich? Where are the educated? Where are the brilliant? Where are the people? Where are those people like even the Bill Gates? In times like this, we see just how fragile and how insignificant we are. Kila mtu, hata wafalme wamekuwa na wepesi sana katika vinywa vyao kutaja Mungu. Why? Because when everything else failed, in fact, wameona kwamba hawawezi. It is only in times like this that we stop and bow and reflect and bow before one and true God, Yahweh, the God of heaven. Watu wamerudi chini wakinyenyekea. People are humbling themselves before the Most High and they are seeking their help. Even those who never sought help from God, they are now saying, oh God, help us. It is time God is allowing this so that He can testify that He's God. He's in charge. Many people, watu wengi walikuwa wameacha mambo ya maombi, wengine wamerudi. Wamejua kwamba hapa kumeumana na yule ambaye anaweza kutusaidia na kutuokoa ni Mungu ambaye anaishi mbinguni. Kuna watu ambao walikuwa wamepotoka wakawacha njia, ni wakati ambao Mungu anawarejesha na wanarudi kwa Mungu wakati mgumu kama huu. Kuna wale waliokuwa lazy katika mambo ya kiroho. The people were just lazy spiritually. And now they are being shaken awake to restore their relationship with God. God has allowed this to happen at a time as this. Why? Kwa maana watu wamekuja kujua. People are coming to realize that the supernatural faith is now needed. We now need something different from the way we have always done things. We have collapsed after years of not practicing what we were taught. Many are discovering that they have spent their entire lives building their faith on the sand. Watu wamekuja kujua. Na watu wanakuja kutambua. In fact, hata wale ambao hawakuamini kwamba Yesu atarudi, wameanza kujua kwamba kama mambo yako vile yalivyo, basi kumbe Yesu atarudi. Mambo haya yanafanyika ili Mungu adhihirike kwamba yeye yuko ushukani na sio binadamu. Na hakuna taifa, hakuna utawala wowote ambao unaweza kulinganishwa na utawala wa Mungu. Kwa hiyo wapendwa, ninapotamatisha, baada ya kujua ya kwamba Mungu anayaruhusu haya mambo yote kuja katika maisha yetu kwa sababu hayo ambayo ni mazuri, sababu ya kutujenga, sababu ya kutusongesha karibu na yeye, there is one thing I want to remind us. One thing that is certain, ni kwamba wakati kama huu, whoever builds his life on the rock will go through this storm and come out and remain unshaken. So I want to say this: build your faith on the rock, and the rock is Jesus Christ. I want to say ya kwamba at such a time,
There is one thing that God is doing. Kuna jambo moja ambalo Mungu anafanya. Na nataka wewe uamini haya ya kwamba Mungu anafanya haya. Jambo gani ambalo Mungu anafanya? God won't keep us from being thrown into a lion's den. Mungu hata katasha sisi kutupwa katika tundu la simba, lakini atafunga midomo ya simba. Mungu hajaruhusu sisi hajasema sisi tuondolewe tuende mbinguni ili aweze kuadhibu watu katika dunia na corona, lakini ameruhusu tuwe tu wakati corona inafanya nini? Inafanya kazi. But let me tell you, he will shut the mouth of corona. This is the encouragement that I can give to you. God will shut the lion's mouth. God will quench the fires. Unakumbuka kina Meshach, Shadrach na Abednego wakitupwa ndani ya, Mungu alikuwa na uwezo ya kuwafanya wale wenye walikuwa wanawatupa wasiwatupe, lakini aliruhusu watupwe. So God does not stop us from being thrown into the fire. He allows us to go to the fire. Then the fourth man appears, the Son of God, who stands with us even at this time. Mungu atusaidie, because at the end of this, in the end, we will come out stronger. Mungu atusaidie. Na tuombe. Baba wetu mtakatifu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwamba unatukumbusha leo hii ya kwamba kuna mambo yanayokuja maishani mwetu na yanakuja wewe ukiwa na sababu nzuri. Sasa kwetu sisi tulioamini tunaoitanishwa kwa jina lako, utusaidie Bwana kutupatia ujasiri mwingi ili tutambue Bwana ya kwamba wewe ni Mungu wetu, mweza wetu wote, na Mungu ambaye utasimama nasi hata wakati wa janga, hata wakati wa simba, hata wakati wa mioto, hata wakati wa kutupwa kwenye korokoroni, wewe utabaki kuwa pamoja nasi. Tunapitia mambo mengi, na tumekuwa tukiona ni sababu gani wewe unayaruhusu haya. Tunakuomba Mungu ya kwamba kwa mambo haya yote utufanye tushinde na kushinda zaidi, ili tushuhudie Bwana jinsi ambavyo wewe Bwana unatutendea mambo makuu na kutushindania katika hali zote. Pokea sifa, pokea utukufu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen.